Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky sasa amechoka kutokana na vita vilivyodumu kwa miaka mitatu kati ya Ukraine na Urusi. Rais huyo wa Ukraine sasa anayaomba mataifa ya NATO yaingilie kati yaende akapambane na Warusi. Volodymyr Zelensky baada ya mapigo ya siku karibia 4 hadi 5 kuanzia siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na leo Jumatatu, sasa ametamka wazi kwamba anayaomba mataifa ya NATO yaingize majeshi yao kwa ajili ya kupambana na majeshi ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Rais huyo wa Ukraine Bwana Zelensky anajua kwamba Kiev inapoteza, na kwa sababu hiyo anajaribu kuingiza NATO katika mgogoro na Urusi. Kupitia shirika la habari la Sputnik la nchini Urusi limemnukuu seneta wa Marekani Tommy Tuberville akisema kwamba 100% hakuna shaka, kwa sababu yeye Zelensky hawezi kushinda vita hivi peke yake. Anayaomba mataifa ya NATO yaingize majeshi kwa ajili ya kupambana na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hata hivyo, ametoa maoni yake alipoulizwa kuhusu ikiwa rais wa Ukraine angeweza kupambana peke yake, lakini akajibu kwamba kile alichokizungumza mwenyewe ndio uhalisia, kwa maana anahitaji majeshi ya NATO yaingilie kati katika mzozo huo. Kiev ilizidisha kwa makusudi mzozo huo iliposhambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Urusi mapema mwezi Juni, ambapo mnamo Juni mosi Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kwamba Kiev ilifanya shambulizi la kigaidi kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani kwenye viwanja vya ndege katika mikoa ya Murmansk, Ekatsk pamoja na Ivanovo, Ryazan na Amur. Mashambulizi hayo yote katika viwanja vya ndege katika mikoa ya Ivanovo, Urusi iliweza kupambana mapema na kuweza kuyazima mashambulizi hayo. Kulingana na wizara hiyo, moto uliteketeza baadhi ya rasilimali zilizokuwepo kutokana na mashambulizi ya Ukraine katika viwanja vya ndege katika mikoa ya Murmansk na Ekatsk. Hata hivyo, ulizimwa na hakukuwa na majeruhi miongoni mwa wafanyakazi, lakini ni wazi Urusi ilipata hasara kubwa kutokana na mashambulizi hayo ambayo yalifanywa na Ukraine kupitia jeshi lake, ambapo kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijeshi nchini Urusi wanadai kwamba ni baadhi ya mataifa ya NATO ambayo yalitoa msaada kwa ajili ya kufanya mashambulizi hayo, ambayo baadaye yalikuja kuingia katika eneo la Crimea na kuharibu daraja pamoja na reli na kusababisha hasara, ambapo miongoni mwa mabehewa yalidondoka na kusababisha vifo vya watu 7 na zaidi ya watu 100 kujeruhiwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia hapa The World News.